Bibi harusi wa Yesu anangoja siku ya utukufu, neema ya ajabu na heri. Alibadilisha kilo ya dhambi zake na kumpa kanzo ya dhahabu. Neema ya ajabu na ya ukombozi, neema safi na ya kung'aa, chemchemu ya ajabu. Neema inabubujika kutoka majeraha za Yesu, na katika hiyo chemchemu ya neema wa Golgota nilipata wokovu. Wakubwa wa malaika wanashangaa na hawezi hata kuelewa ya kwamba Bwana alikufa kwa ajili yetu. Wanatamani waweze kuona yale ambayo jicho halikuona, yale upendo wake iliweza kututayarishia. Neema safi na kung'aa, chemchemu ya ajabu. Neema inabubujika kutoka vidonda vya Yesu, na katika hiyo chemchemu ya neema ya Golgota nilipata wokovu. Neema yangu inakutosha, Bwana anasema. Ilikuwa jibu kwa ombi la Paulo, na neema ikakuwa kwake ulinzi kubwa ya nguvu sana katika mateso yake yote. Neema safi ya kung'aa, takatifu na ya ajabu. Neema inabubujika kutoka majeraha ya Yesu, na katika neema hiyo nimepata wokovu. Kama tunavuka siku moja tukikombolewa kuingia katika hiyo malango ya lulu, tutakuwa tu ni neema. Imani na matumaini itakuwa na mwisho wake. Upendo unatawala, upendo kwa ajili ya neema ya mkombozi. Neema safi na kung'aa, chemchemu ya ajabu. Neema inabubujika kutoka majeraha za Yesu, na katika hiyo mto wa neema wa Golgota nilipata wokovu. Neema safi na kung'aa, chemchemu ya ajabu. Neema inabubujika kutoka majeraha za Yesu, na katika hiyo mto wa neema wa Golgota nilipata wokovu. Wapendwa ndugu na dada ndani ya Bwana, ninawasalimu kwa furaha kubwa katika jina la damani na takatifu la mpendwa wetu mkombozi Yesu Kristo. Ni hitaji yangu na ombi langu ni kwamba Mungu abariki kipindi hiki kwa namna iliyo ya kipekee, na iweze kugeuka kuwa baraka kwa ajili ya wote. Na ombi langu linaenda pia kwa watafsiri wote wa ulimwengu mzima. Mungu awabariki na awapatie maneno ya haki, maneno yanayostahili katika lugha yenu. Tumefika kweli katika wakati ambao tunaweza kunyanyua vichwa vyetu, kwa maana tunajua ya kwamba ukombozi wetu unakaribia. Tunajua sote yale ambayo Mungu aliyoahidi na yale ambayo Mungu anayofanya sasa. Tunajua sote unabii wa kibiblia, na tunaziona utimilifu wake ndani ya ulimwengu mzima, na pia siku ya kwanza ya mwaka huu
tetemeko kubwa ya dunia iliyofanyika huko Japani. Na kama tunaangalia karibu yetu, mambo yote yamebadilika, na tunatambua ya kwamba kurudi kwa Bwana iko kweli karibu sana. Na tunawaza sasa kwa andiko za damani za Biblia ambazo zinazoambiwa kwetu ili tuweze kuzisikiliza. Na pia tuliweza kutambua ya kwamba ujumbe wa mwisho iliweza kuchukuliwa mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo, na kwamba imefika kwa mwisho wa dunia. Nasi tunaamini ya kwamba ndugu Branham alikuwa nabii aliyekuwa ametumwa na Mungu na aliyekuwa ameahidiwa ili aweze kurudisha mambo yote kwa nafasi yake. Na wakati tunaposoma tangu mwanzo wa kitabu cha Matendo ya Mitume, inaandikwa ndani ya kwamba walikuwa wakidumu katika mafundisho ya mitume, walikuwa katika maombi na katika ushirika wa ndugu. Walikuwa wakidumu kwa mwanzo halisi ya kwanza. Lakini kitu gani kilichofuata katika miaka iliyofuata? Nasi sasa tunapaswa kukazilia sana ya kwamba kama nasi tumekwisha kurudishwa kwa mwanzo, ili sasa tuweze kubaki ndani ya mafundisho wa mitume, na ni hivyo ndivyo tunaweza kudumu mbele ya Mungu ndani ya ombi la kweli na ndani ya ushirika wa Roho pamoja na Bwana na katikati yetu sisi kwa sisi. Bwana aliweza kunizungumzia pia mara nyingi. Aliweza pia kusema, mtumishi wangu nikusanyishie taifa langu, wale wote ambao waliofanya agano pamoja nami, ili wasikie maneno yangu. Hatutaki mahabari, hatutaki matafsiri. Tunataka tuweze kusikiliza neno halisi na tuweze kurudi kweli kwa mwanzo ya kwanza, kama vile ilivyokuwa ndani ya Matendo ya Mitume. Na tunajua sote pia, tunajua pia kwamba kama ahadi iliweza kutolewa ya kwamba nitawatumia nabii Eliya, tunapaswa sasa kurudi kwa yale ambayo Eliya aliyofanya. Aliita taifa la Mungu ambalo lilokuwa limeenda ndani ya miongozo yoyote, na kisha akakamata mawe 12 akajenga madhabahu na akalalamikia taifa akisema, mpaka lini mutaweza kutembea kwa njia mbili? Nasi tunaweza kusema hiyo kitu kimoja sasa, kusiwe kwenda na kurudi. Na kama unawazia pia Waebrania 3:7 kuhusu taifa la Israeli, lakini wao hawakujua njia zangu na waliweza kupotea ndani ya mioyo yao. Taifa la Mungu, ndugu na dada, tunapaswa kutambua sauti ya Bwana pamoja na taifa lake
ndani ya wakati huu, na tusiweze kufata njia zetu binafsi au sauti zetu binafsi. Ni sasa ni wakati iliyo ya makini sana, nasi tuliweza kuisikia ndani ya vipindi fulani kwa hii mwaka mpya uliopita. Kwa hii mwaka mpya tumeingia ndani, wamoja wanaweza kutumikisha matamshi inayosema kwamba inaweza kuwa mwaka wa mwisho. Ni kusema sasa tuna nyimbo ndani ya lugha ya Kijerumani inayosema kwamba kwa sababu Yesu anakuita na kukualika, inaweza kuwa mara ya mwisho, na kisha inasema kwamba inaweza kuwa mwaka wa mwisho. Ila Mungu peke yake ndiye anajua wakati wa kurudi, lakini tunataka ili tutayarishwe. Tusome andiko fulani za Biblia na Mungu aweze kutufanzia neema ili kila neno liweze kutuonya na kusihi. Ndugu Borg, tunasoma Isaya 44 kwa mstari wa 26. Isaya 44 sehemu ya kwanza ya mstari wa 26. Niliyesimamisha neno la mtumishi wangu na kufanya mashauri ya wajumbe wangu. Amina. Anayetimiza neno la watumishi wake manabii. Mungu alikuwa ametabiri au kupanga mpango wa wokovu kupitia manabii, na aliweza kukamata usimamizi ya kuweza kutimiza yote ambayo aliyokuwa ametangaza kupitia manabii wake. Tuendelee na kusoma kwetu. Tunasoma Matendo ya Mitume sura 20 mstari wa 27. Matendo ya Mitume sura 20 mstari wa 27. Car je n'ai pas manqué de vous annoncer tout le dessein. Kwa sababu sikukataa kuwahubiri mpango wote wa Mungu. Amina. Ndugu Branham hakukosa pia kwa kazi yake. Alikuwa na bidii na pia kazi ya kuweza kutangaza neno la kweli la Mungu, na iko hivyo hivyo leo. Tuko na ujumbe wa kiungu na pia tuna usimamizi wa kiungu ya kusema tu kwa agizo ya Bwana yale tu ambayo Mungu aliyosema ndani ya neno lake. Na ndiyo maana inaandikwa, wabarikiwe na watakatifu wale ambao wanaosikia neno la unabii wa kitabu hiki. Heri macho yenu kwa maana yanaona, heri masikio yenu kwa maana yanasikia. Ila tu yule aliye wa Mungu ndiye anayesikia neno la Mungu, na wengine wote wanasikia yale ambayo watu wengine wanataka kusema. Na wasi mkamate hayo pia kwa makini sana. Paulo naye aliweza kutangaza shauri yote ya Mungu, na ndugu Branham alifanya hiyo kitu kimoja, nami nimefanya kitu kimoja hiyo katika hii miaka 60 iliyopita. Tuendelee na kusoma kwetu. Tunasoma Waefeso 1 mstari wa 9. Waefeso 1 mstari wa 9.
akikwisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa ilivyompendeza kusudi ndani yake. Tunasema pia amina. Kwa hiyo alitujulisha siri ya mapenzi yake kulingana na kanisa, inayohusu kanisa bibi harusi. Na ndiyo maana nasi tunaitangaza. Hatuna chetu cha kuleta kwetu sisi wenyewe, lakini yale ambayo Bwana aliyotujulisha nasi tunaweza kuyashuhudia kwa moyo wote. Alitujulisha siri ya mapenzi yake na aliweza kuitangaza mbele ya nyakati za milele ili aweze kutujulisha hazo. Nasi tuliweza kuipokea kwa neema na tuliweza pia kuitangaza na kusihi. Tunasoma Petro wa kwanza sura 1 kwa mstari wa 3 mpaka 5. Wa Petro wa kwanza sura 1 mstari wa 3 mpaka 5. Nasoma mstari wa kwanza. Mstari wa 3. Nasoma mstari wa 3. Asifiwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alituzaa tena kwa rehema zake nyingi, ili tupate tumaini lenye uzima kwa ufufuko wa Yesu Kristo kutoka wafu. Kwa hiyo nayo tunasema amina. Ufufuko ilikuwa ni ushindi, ili uzima mpya iweze kuonekana. Mwili uliokuwa imekufa wa Bwana wetu ilikuwa imelazwa ndani ya kaburi. Kwa siku ya ufufuko, mwili wa ufufuko, nasi sasa tuliweza kupata uzima mpya. Uzima mpya kama vile ilivyokuwa imeonekana kupitia nguvu za ufufuko, na hivyo nasi tuliweza pia kupokea uzima mpya wa kiungu kwa neema. Jina la Bwana liweze kusifiwa na kusihi. Tunasoma mstari wa 4. Tupate urithi usioharibika, usio na uchafu wala usiopunguka, mliowekewa akiba mbinguni. Tunasema pia amina. Kwa hiyo sisi tuko warithi wa Mungu na warithi pamoja na Yesu Kristo, na yote imelindwa kwa ajili yetu ndani ya mbingu, na tutaenda tukiona mshangao kwa mshangao mwingine, tunapokuwa tukiona yote ambayo Mungu aliyokuwa ametayarisha kwa ajili yetu. Basi tubaki uaminifu mpaka kwa mwisho, kwa maana yule anayebaki kuwa mwaminifu kwa mwisho mpaka mwisho ndiye atakayevikwa taji na kunyakuliwa ndani ya utukufu. Na kusihi, tunasoma kwa mstari wa 5. Nanyi munalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mupate wokovu uliotayarishwa kufunuliwa kwa wakati wa mwisho. Amina. Neno hili linaambiwa kwetu pale pale sasa, sisi ambao tunaongoja kurudi kwa Yesu Kristo, na tunajua ya kwamba atarudi na kwamba wakati sasa umekaribia. Alisema yeye mwenyewe ya kwamba wakati mtakapoona mambo hayo yote yakifika, mjue
ya kwamba niko kwenye mlango, nasi tuliweza kutambua ya kwamba tunaishi katika sehemu ya mwisho ya neema, na kwamba ujumbe wa mwisho unafikia sasa wale wote ambao waliotayarishwa ili waweze kupata sehemu katika ufufuko wa kwanza na kwa unyakuo. Tuendelee na kusoma kwetu. Tunasoma Yohana 3 mstari wa 16. Yohana 3 mstari wa 16. Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata kutoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu akimwamini asipotee, bali apate uzima wa milele. Amina. Mungu alitupenda sana, wewe na mimi, na ulimwengu pia, ya kwamba alitoa mwana wake wa pekee aliyezaliwa na yeye mwenyewe. Hapa inahusu Golgota. Hapa inahusu Golgota, ndani hapo ndipo Yesu Kristo mwana wa Mungu alikufa kwa ajili ya wavulana wote na wasichana wote wa Mungu. Alimwanga damu yake, damu ya agano jipya, ili atupatie uzima wa milele, tulipokuwa tukikwisha kupokea na kukubali msamaha na neema. Sasa Mungu alitupenda sana, wewe na mimi, na kwamba aliweza kutoa Mwokozi wetu ili aweze kukufa kwa ajili yetu. Tumekombolewa, tumegeuka kuwa wavulana na wasichana wa Mungu kwa neema. Na kusihi, tunasoma Waroma 12 mstari wa kwanza. Waroma 12 mstari wa kwanza. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir. Kwa sababu hii, ndugu, ninawasihi ninyi kwa rehema za Mungu, mtoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo utumishi wenu ulio wa maana. Kwa hiyo nayo, ndugu na dada, tunasema amina. Miili zetu ni hekalu la Mungu. Nitakaa na nitakuwa katikati yao, nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa taifa langu. Ukombozi iliweza kufanyika ili yote igeuke kuwa mpya ndani yetu, na ili Bwana aweze kufanya makao yake ndani mwetu kupitia imani. Iwe sasa utumishi wetu wa kiungu inayokubali, iliyo na maana, ili tuweze kuweka pia mili zetu kwa upande wa Bwana kama vile hekalu la Mungu. Ni kusema sio tu kuimba na kuomba na maneno na kuweza kupata sehemu katika makusanyiko ya kiungu, lakini ni kwamba miili yetu yaweze kugeuka kweli kuwa hekalu. Na kama tunakusanyika, tuweze kukusanyika kama vile wana wa Mungu, na hapo sasa ndiyo itakuwa utumishi wetu au makusanyiko yetu ya kiungu inayokubaliwa mbele ya uso wa Bwana. Acha Mungu atupatie sisi sote kwa neema tuweze kuishi makusanyiko kama hayo ya kiungu,
tangu sasa. Na kusihi tunasoma Waroma 2 mstari wa pili. Waroma 12 mstari wa pili. Na musifananishwe kwa namna ya dunia hii, lakini mugeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mupate kujua sana mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana aweze kusifiwa. Kwa maana tuna hukumu iliyo ya mzuri kwa mtu maneno hayo. Mungu aweze kutupatia sisi sote kuweza kujua mapenzi ya Mungu mema, ya kumpendeza na ya ndiyo kamilifu kwa upande wetu na kwa ajili ya kanisa. Kwa maana hatuombe tu ya kwamba mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama vile mbinguni, lakini kama vile Bwana wetu alivyoomba hapo Getsemani, ya kwamba mapenzi yangu yafanyike, lakini mapenzi yako, ili tuweze kuomba na hiyo kwa uhakika, kwa moyo wetu wote, kweli kwa moyo wetu wote. Bwana mpendwa, mapenzi yako na sio yangu iweze kufanyika ndani ya maisha yangu na ndani ya maisha ya kanisa. Sasa ni wakati ambayo sasa tunapaswa kuacha kila neno la Mungu liweze kutuzungumzia na tuweze kuwa na kukubali kwa ndani na kuweza kuwa tayari, ili tuweze kufanya yale ambayo Bwana anayo tuambia. Na kusihi tunasoma Waefeso sura 4 kwa mstari wa 22 mpaka 24. Waefeso 4 mstari wa 22 mpaka 24. Nasoma mstari wa 22. Kwa hiyo mondoshe kwa namna ya mwenendo wenu wa mbele yule mtu wa zamani anayeharibika kwa kufuata tamaa za udanganyifu. Neno tena lingine la makini sana, ya kwamba munapaswa kujivua mtu wa zamani na kuweza kuvaa mtu mpya aliyeumbwa kulingana na haki ya Mungu. Acha Mungu atupatie sisi sote hiyo, wa vijana wote, kwa wale wote ambao pia wamezeheka. Acha Mungu aweze kutupatia hiyo sisi sote, kwa maana hatuko wa ulimwengu huu. Hapa sisi tuko wageni na wasafiri. Sisi tuko wageni hapa, wageni. Mji wetu ni huko juu katika mbingu. Na pia wa vijana hawapashi kuingia katika mashirika za kidunia hii, lakini wanapaswa kujiweka kwa upande wa Bwana. Kwa hiyo nasi tuliweza kutayarishwa ili tusiweze kuishi maisha yetu binafsi, lakini ili tuweze kuwa hapa kwa ajili ya Bwana na kuweza kuwa na uzima wake hapa duniani. Na kusi tunasoma kwa mstari wa 23 na 24. Na mufanywe wapya katika roho zenu ya nia zenu, roho ya nia zenu, na kuvaa yule mtu mpya aliyeumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Haya ni maneno ya makini sana, na kila wakati nasema kwamba mnapashwa,
Neno nasema munapashwa kuzaliwa upya. Munapashwa kuvaa mtu mpya. Hiyo ni agizo ya kiungu kwa ajili ya waamini, na ndiyo maana tunashukuru Bwana ya kwamba pia mtume Paulo aliweza kuyaleta kwa namna iliyo ya kipekee, na sio tu katika mafundisho, lakini pia kwa kuonya kuhusu mambo iliyo ya lazima. Pia aliweza kuyaingiza ndani ya mahubiri. Msema munapashwa kujivua mtu wa zamani na kuweza kuvaa mtu mpya aliyeumbwa kulingana na haki ya Mungu. Na tunashukuru Bwana kwa maana anatusaidia kwa hiyo. Anaumba mtu mpya. Ni kusema sasa tunapaswa kujivua mtu wa zamani. Acha Bwana aweze kushukuriwa kwa maana yale iweze kufanyika. Na kusi tunasoma Wagalatia 5 kwa mstari wa 19 mpaka 21. Wagalatia 5 mstari wa 19 mpaka 21. Basi matendo ya mwili yanaonekana, ndiyo uasherati, uchafu, uzini, kuabudu sanamu, ulozi, uadui, ugomvi, uwivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, uwaji, ulevi, uwaji wa mtu, ulevi, ulafi na yanayofanana na maneno kama haya. Juu ya maneno haya nimewambia ninyi mbele, kama nilivyowaambia zamani, ya kwamba mtu anayetenda matendo kama haya hataona urithi hataona ufalme wa Mungu. Hapa ni maneno ya makini sana. Hapa kunasemeka maneno 15 yaliyo ya mtu wa zamani, na ambayo hayapashi kuonekana ndani yetu, ya kwamba tuweze kuangalia kweli ndani ya kioo cha neno, na kama tunapata kitu fulani kwenye orodha hii ambayo iliweza kusomewa kwetu, ndani ya imani, tukiwa na moyo ya kuvunjika, tunapotubu, tunataka tuweze kujivua mambo kama hayo, na tuweze kuomba Bwana aweze kutusaidia ili mtu wa zamani aweze kutoshwa na hizi makazi zake zote, na yote iweze kugeuka kuwa mpya kwa neema. Na wasi tuangalie sisi sote katika kioo cha neno, na tunashukuru Bwana kwa maana inawezekana ya kwamba mambo yote yanaweza kugeuka kuwa mapya ndani ya mioyo yetu, ndani ya mawazo yetu na ndani ya maisha yetu. Na kusi tunasoma Wagalatia 5 mstari wa 22 na 23. Wagalatia 5 mstari wa 22 na 23. Lakini matunda ya Roho ni mapendo, furaha, salama, uvumilivu, neema, wema, uaminifu, upole, ujizuiza. Upole, ujizuiza. Hakuna sheria juu ya maneno ya namna hii. Bwana aweze kushukuriwa. Ni kitu cha ajabu tu ya kwamba hapa makazi za mtu mpya
zinaweza pia kusemeka, nasi tunaweza kusema kwa kukubalishwa kwa ndani. Bwana mpendwa, ni kwa neema ndipo mambo hayo yanaweza kuingia ndani ya maisha yetu kupitia Roho Mtakatifu. Matunda ya Roho yaliweza kuiwekwa ndani yetu, na mniache niweze kuweka umuhimu. Watu wangapi ndani ya hii shirika ya Pentekosti walio na makarama za Roho, lakini hawana matunda za Roho? Sisi tunahitaji hayo mawili. Tunahitaji makarama za Roho, lakini sana sana matunda za Roho, kwa maana tunasoma yale ambayo Bwana wetu aliyosema kuhusu wale ambao watakao kuja na kusema, hatukutabiri kwa jina lako, hatukufukuza mapepo na kufanya kitu fulani na kitu fulani kwa jina lako? Mathayo 7:22. Na Bwana atawambia, siwajui, endeni mbali nami. Anaweza kuambia wale ambao walio na makarama, kwa sababu hawakuweza kuwa na matunda za Roho. Ni kusema sasa, ndugu na dada wapendwa, acha matunda za Roho ziweze kuonekana ndani mwetu, na ili pia makarama nazo ziweze kuingizwa ndani ya upendo wa Mungu iliyo ya kwanza ya kuweza kusemeka kwamba hiyo ndio ya kwanza ya kusema kwamba ni karama ya Roho, au ndio ya kwanza tunda la Roho. Na tuweze kurudia kwa neno hili ya kwamba vile Mungu alivyopenda ulimwengu, na yote iliyo ya kiungu inaingizwa ndani ya upendo wa kiungu. Na ndiyo maana yale ambayo Mungu anayofanya sasa ndani ya kumalizia, yote inapaswa kufanyika ndani ya upendo wa kiungu, na hiyo ndani ya wale ambao neno lililoweza kufanyika ndani yao. Na msihi tunasoma Waroma 8 mstari wa 11. Waroma 8 mstari wa 11. Lakini kama roho yake yeye aliyefufua Yesu Kristo katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyefufua Kristo katika wafu atawapa uzima kwa mili yenu iliyo katika hali ya kufa, kwa sababu ya roho yake anayekaa ndani yenu. Bwana aweze kushukuriwa kwa kupitia roho yake inayokaa ndani yenu. Ni kusema sio tu upako, sio tu baraka, kupitia roho wa Mungu anayekaa ndani, roho ya Mungu inayokaa ndani yenu. Tunashukuru Bwana Mungu kwa ajili ya hiyo. Kama vile tuliweza kuonyesha tena mbele, sisi tuko hekalu la Mungu, sisi tuko mwili wa Bwana, sisi tuko kanisa la wazaliwa wa kwanza, na Bwana anataka ili aweze kujionyesha ndani yetu na kupitia sisi. Ni kusema nasi tunashukuru Bwana kwa ajili ya maonyo haya, na tunashukuru Bwana kwa maana aliweza kuzungumuza matamshi iliyo wazi pamoja nasi. Tunashukuru Bwana kwa maana aliweza kutupatia moyo ambayo inayopokea kweli katika imani, na inayofanya katika utiifu yale Bwana aliyo tuagiza na kusihi. Tunasoma Waroma 5 mstari wa 5. Waroma 5 mstari wa 5.
na tumaini halipatizi haya, kwa sababu mapendo ya Mungu yamemiminwa ndani ya mioyo yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Tena ingine mara moja tunasema asante kwa Bwana. Mapendo ya Mungu, upendo wa Mungu ulimiminwa ndani ya mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu, kama vile tulivyoionyesha, sio tu makarama, lakini matunda za Roho ndizo zinapaswa kuonekana. Hamutawajua kwa makarama zao, lakini kwa matunda yao ndio mtawajua. Nasi tunashukuru sana sana Bwana, kwa maana miili yetu ya kufa yanaweza kubadilishwa na nguvu za Roho Mtakatifu, kama vile pia ndani pia kuliweza kubadilishwa, iliweza kugeuzwa. Na hivyo hivyo, kama vile Mungu alivyotupatia moyo mpya, maisha mapya, na hivyo hivyo atatupatia mwili mpya kupitia nguvu za Mungu, kupitia Roho Mtakatifu, kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Acha iweze kufika, wapendwa ndugu na dada, ili kumiminwa kama hiyo ya nguvu ya Roho Mtakatifu iweze kufanyika, ili mioyo yetu iweze kujaa. Ninaiomba katika jina la Yesu Kristo, acha Mungu aweze kufanya hivyo ndani yetu, ili tofauti iweze kuonekana katikati ya wale ambao waliopata neema mbele ya Mungu na wale ambao wanaozungumza tu kuhusu neema, ili tofauti iweze kufunuliwa katikati ya wale ambao wanaoamini na wanaotumikia Mungu kweli kweli, na wale ambao wanaojifurahisha tu kuweza kusema kwamba tunaamini na kwamba tunatumika. Iweze kuwa wazi na mahadi za kiungu ziweze kutimilika ndani mwetu, na ili tuweze kuishi sisi wenyewe binafsi utimilifu wa ahadi, kama vile yale iliweza kuwa imeonyeshwa ya kwamba Mungu atatimiza kupitia sisi yote ambayo aliyoahidi. Ninaguswa sana kupitia imani, na ninajua ya kwamba Bwana atamaliza kazi yake. Na kusihi tunasoma tena Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 51 na 52. Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 51 na 52. Tazameni, ninawambia ninyi siri, sisi sote hatutalala, lakini sisi sote tutabadilika kwa dakika moja, kwa kufunga na kufungua jicho, kwa baragumu ya mwisho. Sababu baragumu italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na kuoza, na tutabadilika. Bwana asifiwe na tukuzwe. Tuliweza kusema kwa mwanzo, wakati unafika kwa mwisho wake. Nataka kusema kwamba ni wakati wa neema, na kuja kwa Bwana iko kweli kwenye mlango. Inaweza kuwa ni mara ya mwisho Bwana anatuzungumzia kwa namna iliyo tena wazi zaidi. Inaweza kuwa mwaka wa mwisho ambayo ndani yake Bwana atatimiza ahadi za mwisho. Hakuna mtu anayejua siku na saa,
lakini tuliweza kuelewa hayo yote sisi sote. Bwana Mungu alituma ndugu Branamu akiwa na ujumbe wa neno, akiwa na ujumbe wa neno ambayo pasha kuwa mtangulizi wa kuja kwa pili kwa Kristo. Nasi tuliweza kuionyesha katika kipindi cha mwisho iliyopita ndani ya Mathayo 24 mstari 14 na Ufunuo 14 mstari wa 6. Ujumbe wa milele wa wokovu ilimekwisha kuhubiriwa kwa mataifa yote kama vile ushuhuda, na sasa mwisho utakuja. Na hiyo ndiyo Bwana wetu aliweza kuahidi. Hakutakuwa tena mjumbe au ujumbe nyingine. Hii ndiyo ujumbe wa mwisho, hii ndiyo aliko ya mwisho, mwito wa mwisho inayosema, kujeni kwangu ninyi nyote ambao mnayochoka na kulemelewa, nami nitawapatia pumziko kwa ajili ya nafsi zenu. Bwana anaita wa mwisho kwa toba. Bwana anaita wa mwisho wale ambao walio sehemu katika kanisa bibi harusi, anawaita waweze kutoka. Na sasa kama hesabu inaenea, neno ambalo tumetoka kusoma litatimilika. Bwana atarudi, Bwana atarudi, haleluya, ili aturudishe nyumbani, na waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza, na wale walio hai ndani ya Kristo nao watabadilishwa. Na kulingana wa Tesalonika wa kwanza sura 4, sisi sote pamoja tutachukuliwa katika mawingu kumulaki Bwana. Leo haya ni maneno ya Mungu yaliyoandikwa, lakini kesho yakose yatageuka kuwa uhakika wa kiungu. Yaliweza kusomeka katika hii miaka 2000 iliyopita. Andiko hizi zote za Biblia ziliweza kusomeka, lakini leo tunaishi wakati wa utimilifu wa unabii wa kibiblia. Nasi tunaweza kushukuru kwa moyo wote Bwana wetu, kwa maana tuliweza kutambua alama za wakati wa mwisho, kwa maana tuliweza kusikia ujumbe wa mwisho, na kwamba tuliweza kuiamini na kuweza kurudishwa kwa mafundisho, kwa matendo ya mitume. Tunaamini kama vile walivyoamini, tunabatiza kama vile walivyobatiza, tunafanya meza ya Bwana kama vile walivyoifanya, tunaomba kama vile walivyoomba. Tuliweza kurudishwa kwa mafundisho ya wamitume, na yule anayepingana na hiyo hata kuwaka huko. Lakini Bwana alitaka ili aweze kurudisha yote, aweze kurudisha yote kupitia huduma ya mwisho na kuweza kuweka yote kwa nafasi yake. Tuliweza kuonyesha andiko zote za Biblia, iwe Mathayo 17 kwa mstari wa 10 na 11, au Malaki na andiko zingine zote za kibiblia, na pia Matendo ya Mitume sura 3. Tuliweza kutangaza andiko zote za kibiblia, na wote ambao walio wa Mungu wanaamini na kupata sehemu kwa yale ambayo Mungu anayofanya kwa wakati huu. Tuiseme tena ingine mara moja, yale ambayo tuliyosoma ndani ya andiko mbili za kwanza za Biblia,
Bwana aliyejulisha mpango wake kupitia manabii anaacha mpango wake iweze kutimilika, kumalizika ndani ya wakati wetu, ndani ya wakati wetu. Na ni kwa neema ndipo tunaweza kuona na kuamini na kuweza kuishi hayo yote. Acha mwaka huu iweze kuwa mwaka wa mpango, mwaka uliobarikiwa, mwaka unayoweza kubarikiwa ndani ya kilindi, ndani ya kila mmoja katika nchi yetu. Acha baraka ya Mungu mweza yote iweze kuwa juu ya watafsiri wote, juu ya wandugu wote ambao wanaotangaza neno, chakula cha kiroho, na ambao wanaotangaza neno lilofunuliwa, na juu ya wote ambao ndani ya malugha zote wanaoisikia, wanaoliamini na wanaoishi matayarisho yao. Muyamini vizuri. Kwa wakati wake, kwa wakati wa kurudi kwake, Bwana atapata bibi harusi asiye na mkunjo wala kunyanzi. Na wasihi mufanye ili muweze kuwa tayari. Ninyi yote mubarikiwe ndani ya jina takatifu la Yesu. Haleluya, haleluya, amina, amina. Nimeokolewa, nimeokolewa, nimeokolewa na damu ya Mwokozi. Nimeokolewa, nimeokolewa, nimeokolewa,
Ona gisi niko vema pamoja na Yesu, nikifunguliwa kupitia damu ya Mwokozi, nikifunguliwa kupitia rehema yake ya milele. Nimefunguliwa. Ona gisi niko vema pamoja na Yesu. Nimefunguliwa kupitia damu ya Mwokozi, nimefunguliwa kupitia rehema yake ya milele. Nimefunguliwa, nimeokolewa. Ona gisi niko vema pamoja na Yesu.